Amen. Na kupe nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo ninaomba tuombe pamoja. Amen. Baba, kwa jina la Yesu, ewe mwana wa Daudi, ninaweka dada Mwisraeli mbele zako. Mungu ulindaye watoto wako, ninamkomboa katika hali yote ambayo ni maumivu katika mwili. Baba Yesu, ninamfunika kwa anga yako. Baba, uzidi kumtakasa na uzidi kumpa kibali, kwa sababu ndio Mungu unayekubalika. Kwa jina la Yesu ninakataa roho zote za giza, Baba, ambazo zinasimama kinyume kwa ajili ya maisha yake. Ninazibomoa kwa anga zikapate kuondoka. Yesu, ninaomba mtakase dada Mwisraeli. Mpe tumaini ya imani kuanzia leo, aone mabadiliko. Baba, mwili wake uwe na afya na mwili wake uwe na amani. Baba, muondolee machozi ya kila wakati. Muondolee lawama ambazo Bwana za ibilisi anapanga juu yake. Yesu Kristo, mtendee ili azidi kutukuza. Baba, ninaomba kibali chako kimwandame katika jina la Yesu, nami nikiomba. Amen. Na sijui una nafasi kidogo ninene nawe neno la Mungu? Niko nafasi. Hebu tu najua nimekushtua tu, lakini wacha nikusomee hiki kitabu ili kipate kukubariki kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Biblia inasema kitabu cha Isaya mlango wa 50 mlango wa 50 mstari wa 2. Amen. Tunasoma nawe. Maandiko yanasema nilipokuja kwa nini hakuwepo hata mmoja? Anasema nilipoita kwa nini hakuwepo hata mmoja wa kujibu? Je, mkono wangu ni mfupi mno hata nisiweze kuwakomboa? Je, mimi sina nguvu za kuwaokoa? Kwa kukemea tu na ikausha bahari na igeuza mito ya maji kuwa jangwa. Samaki wake wanaoza kwa kukosa maji na kufa kwa ajili ya kiu. Kwa hivyo maandiko yanatueleza kitabu cha Isaya ya kwamba Mungu anauliza alipokuja kwa nini hakuwepo hata mmoja. Anauliza tena nilipoita kwa nini hakuwepo hata mmoja wa kujibu. Kwa hivyo maandiko yanazungumzia kuhusu dhambi ya Waisraeli na utiifu wa mtumishi. Kwa hivyo Biblia inasema wakati ambapo anauliza nilipokuja hukuwepo na nilipoita hakuwepo hata mmoja wa kuitika ama kunijibu. Mungu anazungumza juu yetu. Kwa hivyo dada Mwisraeli, ni Mungu anayekuangalia. Mungu anataka kuone kila wakati katika mikutano. Mungu anataka kuone katika nyumba yako ukimheshimu Mungu wa Israeli. Kwa maana hujui anaweza ita akiwa njiani ama anaweza ita akiwa wapi. Kwa hivyo ningependa kwamba uamini Mungu dada Tabitha. Mungu akusaidie na Mungu akupe ushindi na akupiganie. Amen. Amen. Nimeomba hicho kibali, na kwa ajili ya nyumba yako Mungu akupe kibali na ubarikiwe. Amen. Yes. Niko na swali. Yes, uliza. Mimi kila kanisa na shiriki, pia nimeenda katika PhD, nimeshiriki katika zingine ilikuwa inaitwa Gethsemane Ministry. Yes. Nimeshiriki sasa niko nabii. Yes. Sasa hizi makanisa zote penye huwa na shiriki wananiambia wanipe uongozi, lakini nasikia roho yangu inakuwa ngumu kwa nini? Kuna vitu viwili ningependa kujulisha. Asante kwa swali lako. Hili ni jambo ambalo linaguza wengi ama wengi wanapitia. Biblia inasema usifungue nira na wasiamini. Na kuna mtu anaweza kuteka nyara akakupa uongozi kanisani ndiye akufungie kwa meza yao. Na ukiangalia vizuri
tabia yetu kama wanaedeni, unaweza kuwa Mungu amekubariki, labda unakuwa na vile Mungu anakutendea. So kuna watu ambao baadhi yao wanaona nisipoweka huyu kuwa kiongozi atatoroka. Lakini ukiangalia upande wetu, kuna watu wengi wanapiga hiyo namba, ndio inanisumbua. Sasa kile kitu ambacho ningependa kuambia, kukataa kwako inategemea waliona nini ndani mwako na wanakupea uongozi wa kufanya nini. Unajua si vizuri, si kila kitu ambacho mtu anapokuja kanisani lazima apewe uongozi. Unaona, unajua mtu anaweza kufungia kwa uongozi lakini ukute ufalme wa mbinguni huwezi uona. Kile kitu ambacho inafaa kwanza uangalie. Pia mtu anaweza kurundikia uongozi, na ule uongozi anapokupa ukute ndio imekuangusha, hata kanisa huwezi kanyaga. Lakini yes, mimi mwenyewe roho yangu ndio ngumu tu, kwa sababu nimeweka yani vitwazo ndani ya roho. yes, Babangu alikuwa pastor wa Divine. yes, na wakamuua kwa sumu. Sasa hiyo kitu ilikuja ikanini sana, ikanini sana, ikakuumiza moyo. Inanivunja moyo. Haya, wacha nikueleze kitu kingine. Mtu wa kukuua atakuua tu hata kama uko kanisani. Unajua huwezi jua ni jambo gani ambalo lilisababisha hilo kanisa wakafikia kiwango cha kuua baba yako. Baba yako angekuambia, bali yeye alikufa akijua chanzo. Maana unaweza kuta watu wanaingia kanisani wawili, ama watu wako kanisani, lakini kuna vita vya kichini chini ambavyo nyinyi watoto hamwezi jua. Si ni ukweli? So si ati ya kwamba baba yako akiuawa pia wewe unaweza uawa. Kuna kuanga na sababu. Number one, kuna mtu anaweza kuwa labda walienda wakafanya deal mahali ya kifedha. Nasema mfano. So wakati walifanya hiyo deal ya kifedha, then baba yako na mwingine wakafanya hivi na hivi, na huyu akasema nitaona kama ataishi. Kwa hivyo wanampatanga kanisani. Akimtafuta kwa majirani hawezi mpata. Akimtafuta wapi, then anasema nitatumia mtu aliye karibu kanisani na apate kumwangamiza. Kwa hivyo mambo haya hata yanaweza toka nje na yaingie kanisani. Umenipata? Kwa hivyo wewe usiangalia hayo. Yeye hiyo hicho kilikuwa kipimo chake. Wewe lazima Tabitha umwangalie Mungu. Na kama Mungu amekuita, mwanadamu asikuite. Mwanadamu asikuite. Swali tu ni kwamba Mungu akikukubali uwe kiongozi, kwanza atanena na wewe, atafanya moyo wako kuwa mwepesi na kuonyeshe njia. Umenipata? Number 2, kama uko kwa kanisa lenye umeshinda hilo kanisa na imani. Unajua unaweza kosa kuwa pastor, unaweza kosa kuwa nabii, lakini kanisa lenye umeingia umelishinda kwa imani. Mfano, yani imani. Unajua imani ni nini? Mkutano wenye ile kanisa umelishinda kwa imani. Utapata kwamba wezi, yani imani yako inakataa kutumika mpaka upate mahali roho yako itakubali. Si eti ya kwamba umekataa wewe mwenyewe, hapana, ni vile hujakubalika na Mungu kutumika mahali ambapo inafaa kutumika. Biblia inasema Mithali ya kwamba ipo njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake si njia nzuri. Kwa hivyo viongozi wa kanisa wanaweza kusisitiza, tunataka tukupatie cheo fulani, lakini hawajauliza Mungu kwa nini wanakupea. Je, utaweza? Ndio naona watu wengi kazi ya Mungu inawashinda, wanarudi nyuma, kwa sababu sisi kama viongozi wa kanisa tunabandikia mtu kazi yenye hawezi fanya, ili ya kwamba akae kanisani asitoke kanisani. Ni ukweli. Juu hata hiyo jambo umesema. Yes. Naona penye na shiriki watu wengi wanalalamika sana. Yes. Mtu anasema anaweza kuja kwa hiyo kanisa akiwa na kazi, alafu kazi inakuja inaisha kwa mikono yake na inaisha kabisa, mtu anaanza tu kuhangaika. Sasa wanashindwa ni nini? Alafu sasa mtu anaweza kaa hapo anaona hakuna mabadiliko, akitoka akienda kushiriki mahali pengine, unapata bishop anamfuatisha midomo, anasema hata mtaenda tu na tena mtarudi tu bado hapa tu. Lakini linalo nishangaza dada Mwisraeli, unajua kuna neno moja ambalo mtu anakuwa amekosa kanisani. Na kama hajakosa na mtu ametoka kwa haki yake,
unamwachia Mungu na huwezi mlani. So laana inapatanga mtu mwenye amekosa katika madhabahu ya Bwana. Number 2, kama watu kweli wanasema, watu wanaingia na wanakuwa pale na kazi zao zinaenda zinaisha. Nataka kunena neno lingine kwa anga na litasaidia mtu mahali. Uchunge mahali unapopeleka sadaka yako, uchunge mahali unapotoa fungu la 10, uchunge mahali ambapo unapeleka hazina ya moyo wako. Maana hapo ndipo unaona kwamba sisemi Eden ya kwamba nimeiweka kwa kipimo cha imani ni nzuri, lakini utapata unaweza toa kanisani lakini mchungaji yule anatumia mapesa za watu kwa njia ambayo si nzuri. Then Mungu anakuja anaifunga hizo njia zao. Haujui kuna watu hata wengine wa kanisani na wako na mizimu wanaenda kwa uganga na uchawi. Yes, kwa hivyo akichukua sadaka yako akapelekea mganga, ninakwambia utaona mtingiko mkubwa sana maishani. Yes, kwa hivyo lazima uelewe ya kwamba na kama Mungu amekuonyesha, unajua mimi Eden kama hapa kanisani si wote ambao wananikubali na si wote ambao ni wangu. Najua. Umenipata? Kwa hivyo yeyote anayekuja Mungu anamwekanga kwa kipimo. Unaweza kaa Edeni ama unaweza toka. Mimi mlango uko wazi. Mwenye Mungu amenipa atakaa, na mwenye Mungu hawezi nipa ni wa mwingine, aende kwa ile mwingine. Nami namsihi unapoenda kwa ile mwingine, msikilize, uzingatie na utende ili uone mema. Kwa sababu hata nikikatalia mwanadamu sina mbingu nitapeleka mtu. Kwa hivyo ninasema hivi, usikae mahali penye roho yako imekataa. Hata usijilazimishe. Yani wakati roho yako imekataa kanisa fulani, usikae pale na usijilazimishe. Mungu hata kuonekania, maana wewe neema yako haiko pale. Inafaa uingie kanisa lenye unakuta roho yako ukiingia inafurahi. Umenipata? Nakupata. Kwa hivyo usifungwe nira na wasiamini. Alafu unajua shida inakuanga nini? Yes. Mimi saa zingine nikiona kanisani maybe na mambo yanayumba yumba ama saa zingine mambo ya vitina. Yes. Huwa nasimama imara, nasema mbona watu wote wasiitwe wote mara moja na wakalishwe na waulizwe, kuliko huyu anakuja na yake, huyu anakuja yake tofauti, utajua nani anasema ukweli. Sasa hiyo kitu inafanya tena huwa wananichukia. Na unajua ukisema ukweli kanisani utachukiwa, maana si wote wanakuja wasafi. Utapigwa vita kwa sababu ni kama umeingia katika boma la mtu nakapata mzinga wa nyuki ukalenga mawe. Na wenyewe wanaijua. Unajua kuna makanisa yanajuanga mambo yao, mengine wanayaficha mtu asijue, lakini unaposimama ukisema hilo jambo lazima liwe na mtingiko. Unajua nilienda kanisa lingine Tanzania, mama, nikapewa limit, nikaambiwa ukihubiri usihubiri kuhusu ulevi na pombe na sigara. Nikauliza mchungaji, so unataka nihubiri about what? Akaniambia nihubiri tu kuhusu mafanikio peke yake. So nilipogundua nikakuta ukweli. Kumbe mwenye ile boma ni mlevi na anauza bangi. So ukihubiri mwenye boma atawaambia watoke. Umenipata? So unapofika kwa kanisa usiwe mwepesi wa kusema mambo zaidi, kwa sababu lazima ujue hilo kanisa msingi ni msingi upi. Kuna dini nyingine ambayo naijua inachinjanga kuku ikifanya taabiko. Umenipata? Hiyo nikiingia mimi naweza hubiri, lakini sitaguza kuku zao. Mimi nitaachana na kuku zao. Penye na shiriki naona mara makondoo zinachinjwa, kuku nini na nini. Nyinyi chinjeni tu, Yesu atakuja kuwauliza kesho. Umenipata? Nakupata. Yes, sisi tunaamini damu ya Yesu Kristo. Na nimesema hivyo kwa sababu nimejua kwa nini nimekuambia. Damu ya Yesu Kristo. Amini damu ya Yesu Kristo. Amen. Umenipata? Maana Yesu alisema tusiwepo na damu nyingine. Zaidi damu ni ya Yesu Kristo. Unajua wakati mwingine tunaangalia kama Wakristo na siwezi ingilia mambo yao kwa sababu mimi nina yangu. Kila mtu atapata, hao wamepewa watu wao na mimi nina watu wangu. Wangu ni wale ambao wataamini damu nyingine, wataamini damu ya Yesu
na wataamini habari ya moto. Unaona, nikiombea watu ombi la moto. Ombi la moto ni Mungu alinipa, ilikuwa karibu 208 si jana, na nimekuwa na moto mpaka unazidi kukomaa, kwa sababu nimekuwa nikiambia mtu about it, mtu anashindwa kwa nini naomba ombi la moto. Watu wale hawana njia wanaanza kucreate vibaya, lakini nataka kuambia hivi. Daddy. Yes. Hiyo ombi linisaidia sana. Unakumbuka wakati ulikuwa DC? Wakati nilikuwa DC. Nilikuwa hapo. Yes. Ukafanya sema wanataka wafanyie ombi la moto wasimame na dhabihu ya 1,000. Wakati niliomba kuhusu dhabihu ya 1,000. Na nikajitolea na nikakuja Kawangware ukanifanyia hiyo ombi la moto. Yes. Ilikuwa Sunday. Yes, ilikuwa Sunday. Imagine sikuwa na kazi, Monday nikaitwa kazi. Hukuwa na kazi na Monday ukaitwa kazi. Nikaitwa kazi. Sasa nataka nikuibie siri. Unanipata? Mkono wako na neema yako iko madhaboni pa Edeni. Amen. Hivyo tu, wacha nikwambie. Unajua Biblia inasema mahali ambapo moyo wako upo ni mahali unapoenda na njia zako zinafunguliwa. Amen. Sasa wewe ni wa moto. Wewe ni wa moto, hata si wa kuchinja kitu. Wewe ni wa moto, kwa sababu wakati ulikuja nikaomba moto na ukafunguliwa kazi Monday. You see, that is a great miracle, kwa sababu wewe ni muujiza wako ya kwamba wewe ni wa moto. Kwa hivyo wewe imani yako iko Eden. Hata kama ushiriki Eden, imani yako iko Eden. Kwa hivyo ninaomba ushiriki Eden. Alafu jambo lingine tena. Yes. Nilikuwa na nafasi ya kutoa ushuhuda kanisani. Jambo lingine tena. Yes. Wakati nikatoa shilingi 2,000 kwa sababu ya kuosha miguu. Nimeona hapa Tabitha. Ulituma kwa M-Pesa 2,000 kwa sababu ya kuosha miguu ya? Nilikuwa na imani. Ulikuwa na imani. Sasa ile tulimaliza tukatoka nje. Yes. Mama mwingine akaniambia hapo kwa mlango, wewe ulikimbilia tu kutoa pesa alafu wengine wamekuja wanafanywa bure. Nitakujibu hapo, nitakujibu. Nikamwambia mama, pesa zenye nimepeleka kwa hospitali ni mingi hata kuliko hii 2,000. Yes. Ikiwa Mungu anaweza kuwa na sababu nitoe 2,000 na asimame na mimi na nipone. Hata hii 2,000 ilikuwa tarehe 4 niende kudungwa shindani huko Kayole huko kwa hospitali inaitwa Malkia Wings, niende nidungwe shindano. Na hiyo shindani kila mwezi nadungwa shindano ni 3,000. Unadungwa kila mwezi shindano ni 3,000. 3,000 kila mwezi, niko na arthritis. Yes. Sasa la ajabu nilikuja hapo hivyo. Yes. Mimi nikienda choo huwa nikinama kusimama lazima nishike kwa ukuta ndio nisimame. Unashika kwa ukuta ndio unasimama? Ndio nisimame. Yes. Lakini la ajabu nikaenda choo nilisimama bila kushika kwa ukuta. Saa hii naweza inama, naweza simama. Jina la Yesu liinuliwe. Baba, asante. Asante mfalme, asante. Asante kwa muujiza. Asante. Ile mnyamaso ulikuwa ananishika usiku, siwezi lala, lazima nichemshe maji moto nilale kwa thermos, ndio ikianza naamuka, na hata kama ni saa 7 za usiku saa 8 niamke nikanyage kwa maji moto ndio ipoe. Yes. Nimelala kama mtoto mdogo, sikusikia chochote. Hata nimesikia leo asubuhi imefika saa 1 mtoto ameenda shule, mzee ametoka ameenda kazi, hata sikujua walitoka saa ngapi. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema. Amen. Wacha nikurudishe nyuma. Dada, kama ulitoa 2,000, unajua, wacha nikueleze kitu kimoja. Yesu alipokuwa na wanafunzi wake na wafasi, ilifika wakati ambapo huyu Yesu akasema, hawa watu tukiwawacha wataanguka. Ni nani ana chakula? Unajua watu waliokuwa nacho walificha. Lakini watoto walio na imani wakatoa chakula, wale waliokuwa nao wakala. Amen. Fuatilia ushuhuda wa watoto waliotoa chakula, walibarikiwa kuliko wenye walikula. Amen. Kwa hivyo hao watu wasifurahie wakati mtu amejicommit kutoa 2,000 aoshwe. Alafu afurahie kuambiwa ni bure, ni ujinga mtupu.
ujinga. Kwa hivyo hao wanabeba, si ati wanapona. Hawawezi pona kwa sababu mwenye anapona ni yule aliyegharamika. Na Mungu anarudisha mapigo. That's unaona, imagine wamekutega kwa mlango, anakuambia ulikimbilia kutoa 2000. Baadaye watu wameoshwa bure. Ninakwambia hatukuosha bure. Hao watu mwenye alifurahia akaoshwa bure ni sawa. Lakini mwenye alijikomiti, umesikia una ushuhuda ukatokea. Ya kwamba uwezi sumbuka vile ulikuwa unasumbuka. Kwa hivyo hao ni wale wanaokuja kanisani kuchunguza watu ni kama pesa zinawauma na si zao. Hao watu hizi toa hata shilingi moja na ndio watabaki kuwa maskini, na ndio watabakia kuwa maskini kwa sababu wanapenda vitu vya bure. Wanadhani hata Yesu duniani alikuja bure. Mungu alimtoa mwanao wa pekee kama sadaka ya uchungu, akapigwa, akadhulumiwa. Na wanaompokea ndio wanapata hiyo neema. Wasiompokea hawawezi ona hiyo neema. Kwa hivyo nilijua lazima watu wenye wametoa watasikia uchungu. That's why nilisema tutasema mtu yeyote ambaye anataka kuoshwa akuje. Ili wajinga wabakie kuwa wajinga wa kiroho na werevu wapate kukombolewa kwa werevu. Yeyote aliyepata ile neema ya mafuta na maji na hakugharamika, imagine hawezi ponywa na ndio atapata shida miaka yake yote. Hiyo nakwambia kwa bure. So usifurahie wakati watu wako kanisani ukiona mchungaji akisema nani ana 10,000 na wewe una 20,000. Unatoa 10,000. Unangoja mpaka aulize jameni, ni nani ambaye wako na 5,000? Tukuja karibu. Yesu akasema kuna mtu ambaye walikuwa na wafanyakazi. Akaajiri wafanyakazi wa asubuhi, wakafika saa 7. Akaajiri wengine saa 7 wakafika saa 9. Akawalipa the same amount. Hawa wa asubuhi waliteta wakamuuliza, kwa nini si tulianza asubuhi mpaka saa 9? Umetupea tu sawa na walioanza saa ngapi? Walioanza saa 7 mpaka saa 9. Unajua aliwajibu kwa uchungu. Yule aliyepata experience ni yule aliyeanza asubuhi mpaka saa 9. Kuna kitu mtu anapata tofauti na mpumbavu. So kwa hivyo kupitia kwako ninaelimisha watu. Si vizuri ukasikia mchungaji anasema nani ana 5,000. Mtu mmoja akatoa, mpaka mwingine anangoja aulize basi ni nani ana 2 bob? Nani aliye na 2 bob? Utaona watu wengi wakitoa 2 bob. Then angalia kwa kanisa. Utakuta kanisa lina watu 100 lakini hakuna hata mtu ndani amebarikiwa. Umenipata? Nakupata. Yani kanisa lina watu 200, wote ni viwete wa kifedha kabisa. Why? Kwa sababu ya roho za kutosimama na kutoa. So kwa hivyo wewe dada Mwisraeli, Mungu alikuwa na sababu ni kuongeleshe leo. Amen. Na ninasema umenipa ushuda wa moto ulipoombewa. Kwa hivyo mimi nilikuwa nasema moto ni wangu kibinafsi na siwezi acha. Na hata niambiweje siwezi, kwa sababu ni Mungu alinipa niombee watu alionipa na moto. Na huu moto umesaidia wengi sana. Mungu alinipa divai nipeane kwa watu wenye wagonjwa, na si tu wagonjwa, hata mimi natumia divai. Divai inasaidia kwa njia zote. Si tu lazima uwe una kansa, si lazima uwe kwa HIV positive, si achine. Ni imagine la ajabu nataka kuambia dada Mwisraeli. Niko na picha za watu mpaka wale wamepima, mpaka nina vipimo, watu waliopona kwa simu yangu wenyewe wanatuma. Hawaipati tena na ipatikani tena HIV. Na sisemi ninaponya, lakini mimi napeana divai na sijui vile Mungu anatenda. Mimi kazi nyingine namwachia Mungu. Na si tu hiyo, ukiona nikipea mtu divai ya kwa HIV positive, no. Kuna wengine wana watoto wanapata mimba. Kuna wengine mwili wao una vidonda wanatumia hiyo divai. Kuna wengine wana mambo mazito, divai inawasaidia. Tukuje kuhusu maji yenye yanatoka kwa madhabahu unayaona. Maji haya yanaguza watu wengi, watu ambao wanaamini. Mimi niko kwa wanaoamini. Maana si watu wanaweza amini. Kila mtu ana imani yake. Kuna mwingine anaamini mganga, mwingine anaamini Illuminati,
mwingine anaamini mambo za ukoo, mwingine anaamini kimila, mwingine anaamini hivyo hivyo, lakini mimi naamini damu ya Yesu na vifaa vyenye sisi tunatumia ninavibadilisha kwa anga, vinakuwa vitakatifu, then vinarudi vinaponya mwanadamu. Nikiombea maji niseme utaponya na nikupee na ukunywe na upone, ina makosa gani? Kwa sababu hata Biblia yenyewe inasema nunueni maji kwao kwa fedha mkanywe mpate kupona. Kwa hivyo nataka kuambia hivi, wakati umefika wa neema ya Bwana. Dada wetu, usimame imara, na kama moyo wako umeponea, Mungu amekupa miujiza miwili Eden, na bado na uko kwa mlango nje, so kuja Eden ufanye huduma. Mimi sitakuweka kiongozi, lakini nitakuweka kwanza upokee neema ya kuaccess kwa anga. Amen. Unajua watu kadhaa wanakuja kanisani hapa, wanapoona sijawapea uongozi wanatoroka. Mimi sikimbili kupatia mtu uongozi. Siwezi kulazimisha ama nikimbilia na kupa uongozi. Chenye ninajaribu usimame imara na ujicommit kuaccess kwa anga. Niko na kesha. Enda toba, hata kama itakugharimu 2 years. Kwani unakimbia unaenda wapi? Mpaka upate umeaccess kwa ile anga. Then kuna watu kanisani pia, wakikuja kanisani wakiona kuna mtu ambaye anajitoa kanisani. Unajua wanachukuanga wale watu wanajitoa. Hata najua hili jambo ushaipitia. Najua hili jambo ushaipitia kidogo tu. Hello Ingos. Hello, yes. Yes. Sorry. Nilikuwa nataka kuambia. Yes. Nasafiri kidogo, maombi uniombe. Ya niko kwa channel, lakini wacha nikuombe kwa sababu nasafiri. Yes. Sawa, Mungu wa Israeli akutakase. Tuombe kwa ajili ya safari. Umefanya vizuri. Kwa sababu kuna watu wengi ambao wakisafiri hata wasemangi. Kabisa. Na wajui njia inakuanga mbaya. Kuna wezi barabarani, kuna ajali barabarani. Na kuna hata mambo yenye unaenda kutenda unakuta njia zinajifunga kwa sababu hawakusika kwa madhabahu. Juu nimeitiwa hapo mahali niende niangalie kashamba mahali. Nilikuombea Sunday. Ilikuwa Sunday ama kesha? Ilikuwa kesha. Yes, asante. Huo ni muujiza. Amen. Mungu akuongoze. Amen. Na kusaidie, enda upate kile kibali. Baba yetu wa mbinguni, Amen. Wewe ni Mungu unayejibu maombi. Amen. Tulipoomba Jumapili, wiki moja imeisha. Tazama ndugu Mwisraeli anasafiri. Yes. Baba anaenda kwa ajili ya lile ulilosema kuhusu shamba. Babu mzingire na abarikiwe, arudi akiwa na amani. Amen. Baba, misukuma ambayo inaweza mfuata ya wizi wa kora, Baba, kununua shamba lisilo na title kesi, tunakataa kwa jina la Yesu. Babu, mpe shamba lililo nzuri na ukafungue macho yake. Akiona linampendeza, mfungulie mlango wa kulipa. Na ukiona alipendezi, funga mlango wa kulipa. Na kama shamba lina madeni, funga mlango Jehova. Na kama shamba ni nzuri, fungua mlango Masia. Na kushukuru kwa maana utatekeleza yote mbili. Kwa Yesu nami nikiomba. Amen. Amen. Mungu akuongoze, usafiri salama. Wacha nitoe sadaka. Mungu akubariki, Mungu akubariki. Haya. Asante. Alikuwa anasafiri huyu ndugu, tena naye unaona anamujiza. Nakwambia hapa watu wanabarikiwa. Watu wanabarikiwa. Haichukuangi wiki mbili. Ikichukua 3 una shida yako. Nabii. Yes. Hata umefanya vizuri, nimesikia ukimwombea kuhusu mambo ya shamba. Yes. Mimi pia kuna shamba nilienda kununua upande wa Simu Lugari mahali inaitwa Milimani. Yes. 2018. Yes. Sasa nilikuwa nikaenda 2019 kwenda kumalizia. Yes. Nikapata ajali ya pikipiki kwa njia. Sasa pesa hizo nilikuwa naenda kumalizia, ilibidi nilipe nusu, nibakishe deni nusu, nirudi nijitibu nayo. Yes. Toka 2019 sijai kanyaga tena kwa hiyo shamba, sijui kukoaje, sijai malizia hiyo deni, njia zimefunga, milango zimefunga. Nimetangaza mwezi wa 5 tarehe 4. Nilisikia. Mwezi wa 5 tarehe 4. Hakuna ibada ingine Asheri anafanya kwa hii altar isipokuwa ni kuombea mchanga ukirudisha kwa boma lako. Amen. Mchanga ukisikia unaenda kununua, unanunua mahali utaishi uzikwe.
Sasa unaweza nunua mchanga lakini upate ya kwamba ule mchanga una mikosi, una visirani, una magonjwa, una shida. Kwa hivyo unaweza hata nunua shamba ukaenda kujenga, unapomaliza kujenga kazi inaisha. Unaishi sasa wa kuombaomba mpaka unasema hili shamba lilikuwa na mikosi gani. Unaweza nunua shamba ukaenda kujenga mpaka ukute watoto wako wote wameisha. Kwa hivyo hilo shamba lenye unasema tafuta mbinu yoyote nipate mchanga na mchanga na gharama na dhabihu. Vile ambavyo walivyo wenye wanapenda bure nitawaombea bure, haiwezi fanya kitu. Hata shamba ukipanda mahali ambapo kama kule kwenye unasema Kitale scheme, kama unapanda lazima utapanda uweke mbolea. Usipoweka mbolea utasema walikuuzia shamba mbaya. Kwa hivyo watu wengi wanasemanga maombi yao hayafiki kwa Mungu ni kwa sababu gani? Ati wanaombewa vibaya. Wenyewe hawaweki mbolea ya maombi. Na utakuta jirani yako mahindi inafanya vizuri lakini yako haifanyi vizuri kwa sababu ati nimenunua shamba milioni 1, mbona isifanye vizuri? Milioni ni kununua, lakini kufanikisha mazao ni bidii yako ya kuweka mbolea na kupanda. Kwa hivyo hilo ndio jambo watu wengi hawaelewi. Wanataka kama wamenunua pia Mungu awasaidie wavune, Mungu awasaidie. No. Mungu anasema hivi, nitamsaidia yeyote anayejisaidia. Kwa hivyo hilo shamba utachukua mchanga uniletea hapa kwa haya madhabahu. Huyu ingosi mwenye unasafiri, enda ukinunua lile shamba na uje na mchanga. Mimi nataka kunena na mchanga wako. Kama huo mchanga una madeni, una kesi, una visirani, watu wakauana, ukanunua, tutatoa hiyo spirit. Tumana mtu wako achukue aweke kwa bahasha na andike jina lako. Nitaendea mwenyewe tu. Utaendea mwenyewe. Ya gharamikia, kwa sababu hapo ndipo mahali ambapo unategemea. Tutafunga hizo spirit, maana neema malaika wa shamba, malaika wanaotuliza shamba, malaika wanaoongoza shamba watashuka. Nitamuita Jehova wanisaidie kutakasa mashamba ya watu. Amen. Amen. Kwa hivyo dada Mwisraeli, nimeshukuru. Mungu akubariki na kutembelee na kutende mema. Nabidi kuna mambo mengi zingine tu nitakuja kanisani. Yes. Ndio nafasi nikueleze juu kuna kijana wangu. Yes. Hapo nilimzaa yani kama ningali kwetu msichana. Yes. Sasa huyo mtoto alifika mahali akachukuliwa na babake akaenda akalelewa huko kwa babake. Yes. Na akasoma vizuri. Imagine mtoto primary alisoma miaka 4 primary, alifanya class 8 akaanguka. Akarudi class 7 tena akasoma tena akarudia mpaka class 8 akarudia tena miaka 2. Yes. Form 3 tena akarepeat form 3. Yes. Bahati akanini alikuwa anasoma huko Kimilili Boys, akapita vizuri na pia aende university. Akaenda university upande wa Kitui huko Ukambani. Akasoma mwaka mmoja, kulifika kosekana. Hata ilikosekana sijini ilifanyika kati yake na babake, akakataa kumlipia school fees. Sasa sasa kijana anafikisha 31 years, kijana hapo tu hapo huko Toi anabebea watu mizigo. Hapana 31 years, ukimwambia mambo ya kuoa anasema usijaribu kumwambia mambo ya kuoa mpaka anashindwa nini. Wamlaumu bure. Wazimu hapigwangi wazimu toke na fimbo. Wazimu na mtafutianga suluhisho. Sisemi mtoto wako ni wazimu. Ninamaanisha unaona alikuwa mpaka university, then ikafika neema ya kukataa asimlipie school fees. Mnasema mizimu aziongeangi na azioni. Yes. Wakati sasa alikuwa sasa amekaa kwa mlango, nikaitisha babake nini barua za shule, nikamwambia mtajizi certificate zake basi atafutie hata kazi. Alinijibu akaniambia hata nikimpea hakuna chenye kitamsaidia mpaka nirudishie shilingi zangu 1700 nilimsomezea secondary na university mwaka mmoja yafunguliwe. Yes. Na ndio nilikuwa nakwambia mizimu, kuna watu wanafunga watoto wa watu kwa anga. Kuna watu wanatuma mishale juu ya anga. Unaona imemconfuse mpaka kutoka university kwenda kubebea watu mizigo. So mtoto huyu kwa neema ya Yesu Kristo
Hiyo ndio unasikianga nikisema sasa navunjia mwanadamu madhabahu. Tukitaka tu tumsaidie. Unajua mwenye nguvu akipata mwenye nguvu anainua mikono. Kwa hivyo huyu mtoto bado anaweza badilika, anaweza change. 31 years anaweza change, bado angali na neema, maana yes it's 70 years. Kwa hivyo tunaweza mvunjia madhabahu. Tukimvunjia madhabahu, maana huyo ndio sasa taa yako. Miaka yako na yaka haiwezi lingana. Yeye ndiye inafaa kumulikia wakati wewe umezeeka. Wewe huwezi mulikia kama umezeeka, because atakuwa bado angali kijana. Kwa hivyo ni wewe saa hizi, mtu aliye ndani mwa jela hawezi jitoa hata akiwa bilionea, aliye nje ndiye anamtoa. Kwa hivyo ni wewe ambaye yeye hawezi jua kinachotendeka. Wamlaumu bure, hajaoa, hajafanya nini, mpaka nimvunjie madhabahu. Na yeye si lazima akuje. Nikiwa na picha yake na umwaminie na mvunjia madhabahu, tunatoa hiyo lana, maana tuna powers, tuna uwezo, tunamrejesha akili yake irudi sawa sawa, aanze kuona mambo. Anaweza kuwa sawa na yule kipofu niliyezungumza, lakini kwa jina la Yesu mpaka kuona amebadilika kwa damu ya Yesu. Amen. 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 Kwa hivyo ninaomba Mungu akubariki dada, na uzidi kusimama nasi na uwe memba wetu. Alafu kuna Yes. kuna mwenye alipotea 2014. Mwenye ali 2014 alishikwa. Yes. Alifanya makosa na akashikwa. Sasa mpaka saa hii hata hatujui yako wapi, tujui alikufa ama ako hai, hata sijui. Tende mema. Amen. Na kuinua katika kipindi kikubwa cha imani. Amen. Asante, Mungu akubariki sana. Na kweli mtazamaji wangu, na neema ile leo imenipeleka kwa huyu dada ambaye kumbe alikuwa na ushuhuda zaidi. Anasema kwamba watu ambao wanaodharau imani. Samani jameni, nikiwa hapa niliwaambia inakuanga shughuli yangu. Samani nataka kupigia mwingine. Nataka kuombea huyu anaitwa Lydia. Lydia, nieleze Lydia. Lydia ukiwa Korokocho na kutafuta. Mwingine anasema jina lake ni Kizito Msundi. Mwingine anasema please call, Antuma please call me. Mwingine anasema Apostle